Ametoa wito wa kutunzwa kwa mazingira kote nchini, huku akiwataka mabwenyenye wanaonya kuwa sehemu zenye misitu kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Obanyi, ambaye ameongoza maadhimisho ya siku ya mazingira kwa waumini wa kanisa Katoliki kwenye parokia ya St. Ursula katika eneo la Chamakanga kwenye kaunti ya Vihiga, ameelezea haja ya Wakenya kuhakikisha kuwa taifa halikabiliwi na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na uharibifu wa mazingira. Kwenye maadhimisho hayo, mamia ya waumini wa kanisa Katoliki walishiriki misa maalum kabla ya kutekeleza shughuli ya upanzi wa miche chini ya kauli mbiu kutokomeza uchafuzi wa plastiki. Let it be the theme that guides us. Ya kwamba mazingira yanaunganishwa pamoja na mwito wa Kikristo, wa Kiislamu, kwa kidini, ya kwamba vile Mungu aliumba mazingira ndivyo alitaka kila mtu afurahie. Kwa hivyo hakuna tofauti kati au utengano kati ya mambo ya dini na mazingira. Mambo ambayo yanasikitisha katika ulimwengu ni yale ya kwamba watu wanaingia katika rasilimali zile ambazo zinatakiwa kusaidia watu na kuanza kuharibu misitu. Na wale ambao wana uwezo, wana pesa, wana mali, ndio wanaingia, wanajaribu kujinufaisha. Na nimesema hapa kwa Kiingereza ya kwamba wale ambao wananyakua kwa ajili ya kujinufaisha wao wenyewe, kwa ajili ya kujipatia faida, hawa ndio wanaleta madhara ambayo itakuja kuwahusisha watoto na vijana ambao hawakuwa pale. Na hiyo ndio tunasema ya kwamba lazima watu wawajibike, na watu wakiwa na ile roho ya kidini, ya Kikristo, ya kibinadamu, ya kujua ya kwamba kila unapoharibu kwa sababu ya manufaa yako, unakuja kuangamiza vizazi ambavyo vinakuja. Na kwa hivyo wale wote katika ulimwengu tumeona hata hapa Kenya, wale ambao wanaharibu misitu na mazingira mbalimbali, hawa lazima waanze kuwa na ile tunaita kwa Kiingereza ecological conversion. Waangalia kwamba kile ambacho unafanya kina madhara gani kwa vizazi ambavyo vinakuja.